الحمد لله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه وهو السريع الحساب. أحمده سبحانه بشر الصابرين على ما أصابهم والله عنده حسن الثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله أمره الله بقوله: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المسلمين إخوة الإيمان والعقيدة، إن المصائب لا تقع إلا بإذن الله تعالى. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذن إن المصائب بمثابة الإشارات والتنبيهات من الله تعالى لعباده المخالفين، وهي آيات للتخويف أيضا. قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لذا يجب على العباد الرجوع وامتثال والاستقامة قبل فوات الأوان. قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها المسلمون، إن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا. Ndugu zangu katika imani na itikadi, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtukuza na kumtakasa, na zaidi ya hapo kumtakia rehema na amani kwa kiongozi wa umma, naye si mwingine bali ni bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ambaye ni mtukufu wa daraja na asiye na utashi wa nafsi. Ama zaidi ya hapo, watukufu wa Islamu na wasikilizaji watukufu, katika mazungumzo yetu ya adhuhuri ya leo Aljumua, tutakuwa ni wenye kuzungumzia au kuangazia au kujadili au kuelekezana kwanza katika mada unaosema awaqib adh-dhunubi wal maasi au athari adh-dhunubi wal maasi. Athari za maasia kule kwa muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zina athari zake, wadhunub, pamoja na madhambi za namna mbalimbali. Haya yote bila shaka tumekuwa ni wenye kuzungumziwa na wazungumzaji tofauti katika vipindi tofauti, lakini mazungumzo haya yataendelea mpaka siku ile Mwenyezi Mungu atakapoirithi mbingu na ardhi na vile vyomo baina yao, kisha watu warejeshwe kwake kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa sawasawa kwa kila walichokifanza au walichokitanguliza chini ya mwanga wa jua. Hii ni jambo ambalo kila mtu anajua, hata mwenda wazimu anafahamu hilo, japo kashughulikiwa kwa jinsi ya namna nyingine iwavyo. Kwa jinsi hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu tunajulishwa ya kwamba innal masaiba la taqa'u illa biidhnillahi ta'ala. Hakuna msiba wa namna yoyote ile itakayowaghumi watu, itakayowateremkia watu, itakayowasibu watu ila kupitia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo lazima ieleweke vizuri kabisa. Msiba wowote ule hautaushukia miji au juu ya watu wa wenye miji ila
haya yote na tukio hilo yanatukia au yanafanyika kupitia kwa uweza wa Mwenyezi Mungu, kwa idhini wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ruhusa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pale aliposema Rabbi Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu, ma asaba min musibatin illa biidhnillah. Mwenyezi Mungu anasema halimpati yoyote yule jambo lolote lile la shida, la taabu, la janga, isipokuwa kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mapitisho yake au makadirio yake. Na yeyote yule anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man yu'min billah, yeyote yule atakayemwamini, anayemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahdi qalbahu, atauongoza moyo wake kufuata amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ipate kuridhika na mapitisho yake aliyokadiria, yaruhusu yapite. Na zaidi ya hapo, Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kumwongoza huyo mja kwenye njia iliyo nzuri ya maneno na vitendo, kwani uongofu halisi, uongofu wa kweli ni uongofu wa moyo, ni mwongozo wa moyo, na hiyo inakuja bitawfiki Allah jalla wa ala, inakuja kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo yamefungamanishwa na imani kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuamini kwake ina maana kuzitekeleza na kuzifuata maamrisho zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jinsi na namna alivyoifundisha mteule wake na kipenzi chake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo, kwa moyo wa mtu kuongoka na kuifuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa kauli na vitendo, haipatikani mambo kama hayo ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na hilo ni mtu atakapomwamini Mwenyezi Mungu kwa kauli na kwa vitendo, ajimithilishe katika maamrisho zake. Ina maana nini? Awe anatekeleza maamrisho zake zote kwa jinsi na namna inavyowafikiana sheria zake, na aende mbali na kile alichokikataza Mwenyezi Mungu kwa jinsi na namna sheria zake zilivyoweka wazi. Hapo ndipo kwa rehema ya Mwenyezi Mungu na kwa fadhila zake mtu hupata moyo wake kuongozwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika njia iliyo sahihi na iliyo sawa bin sawia. Zaidi ya hapo, tunaambiwa hakika saa zingine masaibu yanavyoteremkia watu yana mambo mawili. Mwenyezi Mungu anaposhukishia watu masaibu, janga, shida, misukosuko na balaa na beruwa za kila namna, hilo inakuwa njia moja ya kuwaonya waja, ya kuwatanabahisha waja wake kwamba wakome kufanya namna wanavyofanya katika kumkasirisha na kumkadhabisha yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama hawatakuwa ni wenye kumsikiliza Mwenyezi Mungu hata pamoja na kutanabahisha kwao hivyo na kutahadharishwa kwao hivyo, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea kila mtu muhula wa kuishi. Mwenyezi Mungu anajua njia zake za kuwakamata waasi na watovu wa fadhila kama wao. Kila kitu Mwenyezi Mungu amekijalia kiwe na sababu. Vitu vina sababu. Utakapofanya dhambi au kujitosa kwenye ulikumbwa maasi, elewa pia linakuwa na majibu yake, lina matokeo yake. Nafahamu there are always consequences that is catastrophic in nature for any sin that is committed. Any cardinal sin, makosa yote, madhambi utakayofanya, usifikirie utakwenda scot free, ila utubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uwafikiane na njia zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe kama mwanadamu hakosi kosa. Hilo halina maana kwamba wewe unadhihirisha baadhi za makosa, madhambi na maasi peupe mbele ya Mwenyezi Mungu bila kuwa na haya mbele ya muumba wa mbingu na ardhi. Kwa sababu mtu ikiwa hana haya atafanya kila iliwezekanalo, atafanya kila kitu
maovu na machafu ya kila kitu atakuwa ni mwenye kuzifanya, kwa sababu haya hana, na kama hana haya imani pia imekwenda. Alhayau min aliman, hakika ya haya inatokana na imani. Idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Mtume anasema, mteule wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zifikie, kwamba iwapo wewe haya huna, if you don't have an iota of sense of shame, kama una haya basi fanya utakavyo. Naelewa Mtume alayhi salam pamoja na hivyo amesema kwamba inna Allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadahu lam yuflithu, hakika ya Mwenyezi Mungu humjalia muhula kwa yule asi asiyejali aendelee kutekeleza na kukusanya madhambi na maasi na makosa namna mbalimbali, lakini pindi atakapomkamata, sikiliza vizuri, pindi Mwenyezi Mungu atakapomkamata, atakapomnasa asi kama yule, wallahi hata potoka. Hii ulimwengu, ndugu zangu katika imani, tuchunge zaidi. Waweza kufa umekaa hivyo unavyotulia, waweza kufa hivi unavyotembea, waweza kufa hivi unavyolala, unaweza kufa katika hali yoyote ile iwayo, Mwenyezi Mungu aweza akakunasa. Hebu fikiria hilo. Saa zingine ukiwa unapiga porojo na upogo, unajua kupiga porojo na upogo wewe, Mwenyezi Mungu akakusimamisha pumzi mara moja, ukaanguka ardhini mithili ya gogo la mitende au gogo la mti. Tumuogopeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madhambi na maasi yana matokeo mabaya katika maisha zetu. Miji tunaoishi, iwapo kumekithiri maasi na madhambi za kila namna na watu hawajali kwa yule anayefanyiza na kuwa yule amesalia kwa mtazamaji, wallahi wote Mwenyezi Mungu atawashika kwa hali moja. Ina maana tumeridhika na kinachoendelea katika maasi kwenye miji tunaoishi. Watu wanamwasi bila kujali Mungu. Inakuwaga namna hiyo. Lidha, hivyo basi yajibu ala al-ibad ar-rujui wa imtithali wal istiqamati qabla fawati al-awan. Kinachowalazimu waja wa Mwenyezi Mungu kwa kila mja ni kwamba afanye nini? Turejee kwa Mwenyezi Mungu, Mola wa mbingu na ardhi. Lazima watu warejee kwa Mwenyezi Mungu inavyotakikana, na wawe na msimamo katika mamsho zake kabla siku hazikuwapa kisogo, kabla al-fawati al-awan. Wewe ukiona saizi pumzi na ruka tu inatweta, unakimbia bila kujali. Yaani hivi hata huwezi kufikiria, hata ukiwa chooni Mungu anaweza kukukamata, ukiwa barabarani Mungu anaweza kukukamata. Mbona unaendelea na dhulma na urongo, dhulma dhidi ya watu? Mbona hatuna haya mbele ya Mwenyezi Mungu kwa katika kile tunachokifanya? Mara nyingi watu wanapofanya hivyo si ati wamekuwa walevi. They are very much sober like a ghost. Watu wengi si ati ni walevi. Tunapofanya baadhi za mambo si ati akili zetu zimekuwa tahira, si ati akili imeshapagawa au mawazo yameruka au mtu ameghubika kwa mambo mengine yanayoghairi fikra zake. La, tunafanya tukiyajua ni nini tunachokifanya, na tunafanya hivyo tukijua Mwenyezi Mungu huwa raqibun alaina. Mwenyezi Mungu huwa anatutizama, anatukagua, anatuona. Hiyo yote ni kwa sababu ya kukosa haya mbele za Mungu, na bila kujali utukufu wa Mungu, na bila kujali wala kujali uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama masaibu hayaiji namna hii tu, zinakuja kwa visababu. Kuna visababu ambavyo vinavutia watu mambo za kheri katika maisha ya ulimwengu, na kuna visababu vyenye kuondoa zile kheri pia. Vyote Mwenyezi Mungu ameviweka. Kwa mfano Mungu anatuambia katika surati Ar-Ra'd, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, hakika ya Mwenyezi Mungu si mwenye kuwageuzia watu au kuondolea watu zile neema alizowajalia juu ya watu. Mwenyezi Mungu hawezi akadhulumu waja wake hata tembe. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Mungu mwenyewe anaishuhudia hii, kanajishuhudia ndani ya Qur'ani katika sura ya 18. Hakika Mola wako ewe mtume mteule si mwenye kuwadhulumu waja wake hata kwa kiasi ya sisimizi au kwa kiasi ya koko la tende au kwa kiasi ya hardali, kwa kiasi chochote.
Tumogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiwa wakazi wa hapa. Kwa ajili hiyo anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Luqman, anatukumbusha haya. Nafahamu wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna. Katika sura As-Sajda aya 21 Mungu anasema wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un. Mwenyezi Mungu anatuambia hivi, tusikilizeni maneno haya. Kwa hakika Mungu anasema tutawaonjesha, si hayo tu, tena tutawaonjesha hawa waasi wasiojali, wasiotafakari, hawa wenye kukanusha aya za Mwenyezi Mungu, maamrisho za Mwenyezi Mungu, wanakwenda kinyume bila kujali, kwa sababu wanajua hakuna mtu atakayekuja kuwauliza, bwana mbona unafanya hivi, bwana hivi si nzuri. Mungu anakuangalia, hakuna siku utasikia sauti yake. Lakini kumbuka, Mungu amekupa akili, amekuonyesha njia zote mbili. Wewe si mnyama, wewe si hayawani, wewe ni mwanadamu mwenye akili, mwenye upeo. Ikiwa nyoyo zako, moyo wako na macho yako na masikizi zako hazimhudumii Mwenyezi Mungu, basi wewe unakuwa chini ya hata hayawani. laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika sasa al-muttasifuna bidhalik. Waliosifiwa kwa sifa hizo sasa za kibaradhuli, kal an'am, they are just like actually animals, ni kama hayawani. Mungu anasema kal bahaim, kama hayawani. Mungu anasema bal hum madhal, bali hata wamewazidi hayawani kabisa. Usione tu mwili umekaa wa mwanadamu, ikiwa akili yako, ikiwa hisia zako, ikiwa macho yako, ikiwa moyo wako, ikiwa masikizi zako hazimtambui Mungu, hazimstahi Mungu, hazimtumikii Mungu, zinatumikia tu matamanio ya nafsi yako na njia za ibilisi. Ndugu yangu, kule unakoishi ndio Mungu atakuonyesha. Niliwahi kuzungumza kabla ya hapo kitambo kwamba kuna buyutun la tadkhuluha almalaika, kuna manyumba ambazo malaika wa rehema Mwenyezi Mungu hawaziingii kabisa. Hasa mtu ambaye ni asi, kwake nyumbani haramu imejaa tu. Umeelewa? Muziki na balana belua tu. Nyumba anaishi mtu aqul liwalidayhi, ameasi wazee wake wawili, qati'ur rahimi, mtu amekata jamaa zake. Manyumba kama hizo ziko nyingi sana, wanaokula haramu, manyumba zao malaika hawazingi. Ina maana kwamba basi itakuwa ni makazi kwa mashetani sugu. Sawa maradati shayatin, shaytan wa shetani sugu ndio watakuwa wanaishi hapo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tutawaonjesha, tena tutawaonjesha kwa mara nyingine hawa waasi wenye kukanusha aya za Mwenyezi Mungu, amri za Mwenyezi Mungu, wasiojali. Nafahamu adhabu ndogo za matatizo, za shida na za misiba za duniani tutawaonjesha katika uhai wao. Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ndio unakuta maasi na madhambi yana athari. Ndugu zangu watukufu, yana athari. Usione zinakwenda namna hiyo. Fa inna ar-rajula la yuhramu, mtu Mtume sallam, Mwenyezi Mungu anamkazia ruzuku, anamtia msukosuko katika riziki zake, bidhambi yusibu, kwa ajili ya dhambi anazozitekeleza. Mwenyezi Mungu anamkazia ruzuku. Wallahi nakwambia, mpaka anafanya kazi ya surubu na darubu, anahangaika, anatembea kama mbwa mwitu. Hata ruzuku hii unaona kabisa, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Namna hii dhikhlash, yeyote atakayekengeuka na kuyapuza maamrisho za Mwenyezi Mungu, dhikri ya Mwenyezi Mungu, kitabu cha Mwenyezi Mungu, akaishi kinyume na kitabu cha Mwenyezi Mungu, akaishi kinyume na wasia wa mtume wake, njia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anasema nini?
fa inna lahu ma'ishatan danka, kwake yeye tutamsawazishia maisha ya idhilali za unyonge na za dhiki katika uhai wa ulimwengu. Wewe fikiria kwamba maisha haya yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Nobody controls the lives of the others. Hakuna anayekuwa na mamlaka wala uwezo juu ya maisha ya wenzake. Hakuna. Maisha ya kila mtu yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Haina haja wewe unahangaika kulia, kushoto, kusini, kaskazini, mashariki, magharibi. Huwezi kughairi wala kubadili maisha ya mwenzako hata kwa kiasi ya koko wala tende. Huwezi. Hiyo ni kazi ya Mungu. Sijui kama tunafahamikiana tukufu wa Islam. Ndugu zangu katika imani, tumwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, hakika sisi ndo tumevigawa maisha hawa waja katika maisha ya mapito ya ulimwengu. Mungu ndo amezigawa. Huyu aishi vipi, yule aishi namna gani. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Lazima uridhike na utendakazi wa Mungu. Usifuate maisha za watu wewe. Usifuate watu. Huyu anaishi vipi, anakula vipi, anaishiwa, anafanya nini, anatoka wapi, kakwenda wapi, yanakuhusu nini wewe? Hayakuhusu kwa togo wala jano, kwa damu wala usaha, hayakuhusu haya. Maisha ya binadamu na ya wanyama na viumbe vyote vinamhusu Mwenyezi Mungu ambaye ni khaliq al-kawn. Mungu ndiye ameviumba. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. For how long do we ever understand? Tutafahamu lini mambo kama haya? Siku zote tunaswali, siku zote tuwafunga, siku zote tunafanya ibada, na tumeshinda kuelewa utendakazi wa Mungu. Mambo ambayo hayatuhusu kwa namna yoyote yanayohusu waja wenzetu. Kwa nini sisi tunapenda kudhulumu? Waja wa mtu wanajidhulumu biirtikabi almaasi wadhunub. Mtu anapodhulumu nafsi yake ni wakati anapopapia, anapojihusisha na madhambi na maasi. Hapo utakuwa umeshadhulumu nafsi yako. Tumwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema hivyo tutawaonyesha katika maisha ya ulimwengu. Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala, hao waasi wasiojali adhabu ndogo ya matatizo, shida na misiba za duniani kabla ya adhabu kubwa ya siku ya Kiyama. Hapa Mungu anakuonyesha usipojirekebisha kwa kutubu na kurejea kwake, sasa Mwenyezi Mungu anakupiga. Umeelewa? Konde la kisogo la kukupeleka kwenye kaburi mpaka ahera huko, akuadhibu kule. Sasa hapo Mungu anatuonyesha mifano nyingi sana ndani ya Qur'ani. Mungu ametupa taarifa na habari za watu waliopita, jinsi na namna walivyomkosea Mwenyezi Mungu pasi na kujali na pasi na kumstahi yeye, na jinsi alivyowatendea. Mungu ametueleza ndani ya Qur'ani. Kwa hivyo hizi adabu, unaona kwa hii mateso madogo ambayo Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwenye mwanga wa jua, ni ili la'allahum yarji'un, ili wapate kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kutubu na kuondoka katika makosa zao. Walidhalika ikhwata al-iman, Mwenyezi Mungu qad ja'ala Allahu likulli shay'in sababa, kila kitu Mwenyezi Mungu ameijalia sababu za kumvutia kheri na za kumwondolea kheri hizo. Mungu ameweka visababu vya watu kupata neema zake, na pia ameweka visababu vya kuondolewa kwa neema kama hizo. Anasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah katika kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa, anasema fa inna adh-dhunuba wal ma'asi tuzilu an-ni'am wa tuhillu an-niqam. Hakika ya madhambi na maasi wanazojihusisha watu yanawafutia na kuondolea watu neema zile ambazo Mwenyezi Mungu kawajalia katika ardhi hii, katika dunia hii, na badala yake wa Ta'ala anawashushia neema. Ikiondoka neema inaingia hapo. What occupies there is just the opposite of his, the severity of life. Mwenyezi Mungu anawaonyesha dhiki ya maisha. Sasa neema ikiondoka unahangaika shekhi. Neema ya afya Mungu amekupa, anakuondolea na kuletea nini? Maradhi za namna mbalimbali, maradhi ambazo saa zingine hata hazitibiki. La haula wala quwwata illa billah. Maradhi inakuja hata kama mtihani wa kawaida. Ipo maradhi, si maradhi zote ndo
ambazo ni mateso Mwenyezi Mungu anazowateremshia. Kuna zile ambazo Mwenyezi Mungu anamtihani naye, anawatahini nazo waja wake. Lakini watu waovu wanaletewa maradhi mazito mazito ambazo wanateseka kwazo. There's a great parity, a great distinction. Kuna tofauti kubwa baina hizo. Fata'atu Allah ta'ala wa ta'atu rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sababun li jalb an-ni'am al-mafqud wa hifdh an-ni'am al-mawjud. Inakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwavutia watu neema ambazo zilizotoweka, zilizokuwepo. Mungu anawaletea watu neema kwa sababu ya utiifu wa mja kwa Mola wake na kwa mtume wake mteule Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizo zinavutia watu neema. Na zaidi ya hapo, zile neema zilizoko Mwenyezi Mungu pia anazihifadhi juu ya yule mja. Unajua ikiwapo tunashukuru kwa kila neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu katushushia, katujalia, Mwenyezi Mungu anafanyeje? Ala anazihifadhi juu yetu. Na zaidi ya hapa anatuzidishia. Iwapo tutashukuru neema hizo, neema tunazishukuru kwa njia gani? Tunazishukuru kwa kuziweka, kwa kuzifuatanisha na maamrisho za Mwenyezi Mungu, kwa kuzifuatisha maamrisho za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La in shakartum la azidannakum, kama ilivyo katika sura Al-Ibrahim. Mwenyezi Mungu anasema, hii ndio Saidina Musa alayhi salam alikuwa anawaambia wana wa Yahudi, hakika Mola wenu amewaambia kwamba iwapo nyinyi mtamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake alizowajalia, basi Mwenyezi Mungu atawazidishia. Wala in kafartum, iwapo lakini enyi mtakengeuka na kumkufuru Mwenyezi Mungu katika neema zake hizo, inna adhabi la shadid, mpate kuelewa basi siku zote katika akili zenu kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu zenye kuumiza itawapata bila shaka popote pale mlipo. You can be anywhere under the sun. Hakuna siku utamwepa Mungu. Nafahamu Kwa hivyo maasi na madhambi yanaondolea watu neema, badala yake zinasababishia watu mateso na janga za aina mbalimbali. Wengi katika leo natukomba katika wanadamu wanaoishi leo, shida kubwa, tusiende mbali, hata huko tunakoishi. Saa zingine unakuta Mwenyezi Mungu mvua anayavua au anazuia mvua, inakuja jilali, ukame, magonjwa aina nyingi zinapalizana za shuka. Haya yote ni kwa sababu ya jinsi na namna tulivyo sisi. Tumekuwa watovu wa fadhila, watovu wa fadhila. Walidhalika ikhwata al-iman, ihdharu al-maasi wal-dhunub wattaqu khataruha ala al-abdan wal-qulub. Tumogope sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamogopa Mwenyezi Mungu kwa kutahadhari nafsi zetu, kutahadharisha nafsi zetu na madhambi na maasi. Nafahamu kwa sababu gani? Amal maasi fa hiya sababu lidhihab an-ni'am wa hulul an-niqam. Hakika maasi na madhambi ndio inakuwa sababu za neema za wazi kuondolewa juu ya watu, na badala yake mateso kushuka juu ya watu. Watu wengi wanateseka, wanapitia masaibu na majanga za namna mbalimbali. Hii ni kwa sababu ya kuasi kwao na kutomshukuru na kutokuwa na utovu wa fadhila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. That is the reality. Usitafute mambo mengine. Sisi wenyewe tunamna tulivyo hayamridhishi Mwenyezi Mungu hali zetu. Walidhalika ndugu zangu watukufu wa Islam, hebu fatafakaru fi dhuhuri athariha ala al-awtan wash-shu'ub fa innaha sallabatun lin-ni'am jallabatun lin-niqam تورث أنواعا عظيمة من الفساد وتحل أنواعا من الشرور والفتن والمصائب في البلاد. haya ndo maneno, taarifa ndo hizo. Sasa unafahamu maasi hizi yanasababisha uharibifu na ufisadi katika miji na baina ya watu. Miji wanakoishi watu yamejaa balaa za kila namna ambazo hazieleweki. Hizi ni kwa sababu nini? Za yale ambayo tumefanya. Isiolo hizi mara ngapi unakuta tunadhihirisha maasi mbele za Mungu bila kujali.
Na sisi tukiwa hapa misikitini tunayashuhudia haya yote. Watu wametenga masiku za kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila kujali. Kwa nini masaibu yasitushukie? Kwa nini ghadhabu za Mwenyezi Mungu isitushukie? Na sisi tumekuwa kama watazamaji wa mpira, hatujali. Tunasema kila mtu, each and every person or individual is responsible for his own sins and his own P's and Q's. Hii ni hatari kubwa sana, kwa sababu al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar asbahat matruka. Imeacho tumeshaielekezea kisogo zamani. Unafikiri adhabu ya mwenye mateso atakaposhuka kwamba itasaza mimi, itaniwacha mimi? Hakuna. Waliokuwa wema na waovu wote Mwenyezi Mungu anawapiga kibomboko mara moja. Huo ndio kweli. Hasa ahla lisiolo, tusiwe ni watu ambao wamekaa tu na kutizama maasi Mwenyezi Mungu akifanyiwa uasi, watu wakitenda madhambi tukiwaona, kwa sababu dini imekuwa ukabila na siasa. Dini kabisa imeshapotea katika maishani mwetu. That is the reality. Kila mtu ile tabaka na kotoka ndo muhimu kushinda dini ya Mwenyezi Mungu. Kweli wrong? Kila mtu anaelewa anachozungumza kweli. That is the reality. Undeniable fact of the matter. Huo ndio kweli. Wewe kubali ama kataa, lakini huo ndio kweli. Wallahi nawaambia. We are just technically appearing here in the mosque. This is a technical appearance. Hatuwezi mdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu unavyotakiwa na Mwenyezi Mungu ni tofauti na vile tulivyo. Ayuha almuslimun, inna almaasi wadhunub hiya aslu kullu balaa wa masdaru kullu shaqa. Hakika maasi na madhambi ndio chanzo na msingi wa kila balaa na kila na chimbuko la kila uovu. Umeelewa? Lakini wakati watu wanakutana kule Elboran, Sujiayo village and all kind of villages that are known for evil entertainments, si tumenyamaza? Tunani anazungumzia? Hakuna. You can't talk about it. Hiyo ndio kweli kabisa. Madayusi wamejaa kila mahali. That is the reality. Mwenyezi Mungu hatonyamaza. Anajua Mwenyezi Mungu atakavyofanya. Mungu haambiwi. Muogopeni watu wasiolo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kweli nyinyi mnamwamini Mungu, unless you just technically believe in God, but in reality you don't. We don't. That is the reality. Whether you like it or not. ومنبع كل غضب وانتقام. Ndugu zangu, sasa kusali kwetu hapa na kujumuika hapa na kusikiza mawaidha kutatufaidi kitu gani if we don't actually translate this into reality? Kama hatuwezi kwa matendo sisi tukahakikisha hii miji imekuwa ni miji ambao ya usalama, mji ambao kuna maadili mema, mji ambao halina umihadharati, wakati wenyewe they come hide their faces here. Msikiti sasa siku hizi sehemu za ibada ndio imekuwa sehemu za watu kuficha uovu wao. Huo ndio kweli. Mwenyezi Mungu atawafichua tu, anajua how to deal with you. Ibadallah, waja wa Mwenyezi Mungu, laysa fi dunya wala fil akhirah sharrun wala da'un wala bala'un illa wa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi. Hakuna katika dunia hii wala akhirah maradhi, magonjwa ama balaa, ila sababu za vitu hivi viwili ni kwa sababu ya madhambi na maasi wanazozihusisha watu nafsi zao, wanazotekeleza watu. Wama udhibat ummatun min al-umam illa bidhunubiha. Wallahi umma waliopita zamani hawakuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kwa ajili za madhambi na maasi walizokuwa wakizitenda. Hakuna tofauti baina sisi na wao. Hakuna mtu ambaye Mungu ni mjomba wake ama ni kaka yake ama ni ammi yake hapo. Mungu hana mfano wa viumbe.
Kwa hivyo hakuwachukia wale bure, akatupenda sisi. Eti sisi ni ummatu Muhammad, Mungu anatupenda kushinda mwingine. You will be cheating yourself, utakuwa unajidanganya. Ubora wa umma ni kitu kimoja tu au vitu viwili, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Khalas. Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi, mfasiri mashuhuri na mwanachuoni mkuu wa Kiislamu, anasema ikiwa umma huu kwa ile sifa waliopewa na Mwenyezi Mungu ya kuamrisha mema na kukataza na mabaya na kumwamini Mwenyezi Mungu, iwapo hiyo sifa itakosekana, basi ile umuhimu wao pia haina maana, hawana tena umuhimu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ndio kweli. Otherwise sisi hapa wenyeji ni mifano. Maovu na mabaya mangapi yanafanyika hapa, na dhulma za watu wanadhulumiwa kama shamba zao, mambo mingi sana, na tumeanyamazia tu. Nafahamu Kwa hivyo umma waliotangulia kaumu Hud, kaumu Saleh, kaumu Nuh, hawa watu Mwenyezi Mungu hakuwaadhibu bure, ila walikwenda wakakiuka kanuni aliyowekea Mwenyezi Mungu Mola wao muumba na mlezi, wakadhihirisha maasi wazi wazi kama sisi leo tunavyoidhihirisha. Kweli urongo? Barabarani hapa tunadhihirisha, kwenye hall tunadhihirisha. Maharusi zetu zote ni taharuki, si harusi. Harusi zetu zote ni taharuki, si harusi. Tumewashinda hata wenzetu. Kweli urongo? Tumogope Mwenyezi Mungu ndugu zangu. Mungu kusudio lake si kuadhibu watu, lakini sisi wenyewe ndio tunatafuta tuadhibiwe na Mungu, tuteswe na Mungu, maadui tusalitishiwe kabisa, watufanye vile wanavyotaka. Hivyo ndio namna tulivyoandika barua kwa Mungu sisi, fi'lan, kwa vitendo. Huo ndio kweli. Hata salamu za Mungu wenyewe na nimekuwa na kitabaka hapo, wacha kitu kingine, maamrisho mengine wacha. Hata salamu wanazopashana watu mitani, vichochoroni, forodhani, umeelewa? Ni kwa kujuana. Mtume ameshataja alayhi salam, la yatiyanna ala an-nas zaman, ay sayati ala an-nas zaman, kutakuja zama juu ya watu. Juu watu gani? Sio juu ya ng'ombe wala mbuzi wala tumbili, juu ya watu kama sisi, mimi na nyie hapo na wengineo katika ulimwengu. Katika hiyo zama, at-tahiyatu, tahiyya manake ile salama, maamkizi wanaoamkua na watu kwazo, takunu ala al-ma'rifa, itakuwa kwa kujuana tu, watu wanasalimiana. Kweli urongo? Uislamu uko wapi? Haya mambo mengine yamebaki kwa vitabu tu, lakini fi'la katika matendo, katika maisha hazipo. Tusidanganyane. Uaminifu umeyumba, unafiki umekithiri kila mahala. Sisi ndo tuna misrepresent Islamic ideals and values, tumeyumbisha maadili za Uislamu. Kwa ajili hiyo, fa fi kulli ayatin ibra, katika kila aya ambayo Mwenyezi Mungu ameshushia watu waliotangulia, inakuwa ni ibra kwetu sisi, inakuwa ni kuzimazingatio kwetu. Nafahamu mambo, tukio lililojiri katika umma waliopita zamani, itakuwa ni funzo kwetu, tusije tukaingia kwenye mtego waliotumbukia ndani wao wenyewe. Lakini sisi ni kama tumekuwa mabaradhuli, bado tunaiendea mtego tu, fi'lan tunaiendea. Kwa hivyo kubeba Muhammad, Hussein, Khadija, mambo haya hayatatufaidi. Majina, Uislamu si jina, lazima tuishi. Islam is a complete way of life. Al-Islamu huwa nidhamul haya. Uislamu ni maisha, namna tunavyoishi, namna tunavyotangamana, namna tunavyoamiliana, haya yote ni maisha. Huu ndio Uislamu. Lakini Islamu za kubagua kitabaka na kisiasa na balaa, haya ni mambo ambayo tumejiundia na kujipambia sisi wenyewe, na kule takakotupeleka mtutaiona wenyewe. Dunia ni mapito, siku zote tunazika watu. Hawa watu wanaishi hapa, ipo siku hawatakuwa, watakuwa new generation. Hakuna mtu ataishi miaka 50 ijayo hapa, hata 20, hata 10, saa zingine hata 5. Makaburi yamejaa na tusubiri, na sisi bado tumeshikia dunia kama kupe. Wenye ambao walijenga Isiolo wako wapi? Hawapo na hawatakuwepo hapo tena. Sasa mimi na wewe tumogope Mwenyezi Mungu, tuache ujanja, tuache usakubimbi, tuache ubaradhuli, tuache uhasidi, tuache ukabila, utabaka.
Leo dini ya mtu ni siasa na ukabila, mambo haya mawili. Dini ya ukweli na haki hauna baina yetu, hakuna. Watu wanasimama hapa tu mashehe na wanazungumza juu hii, mtume amesema hivyo, Mungu amesema haya maneno tu ni za kuentertain tu, za kuwasisimua tu, za kuwaburudisha watu tu, lakini maishani hatumo na hizo maamrisho kama yale. Nisikize vizuri, listen to me, isma' jayidan in kunta aqilan, in kunta ghayra dhalik fallahu yarhamuk. Anasema hivi, hiyo yote ni ibra na ni mfano namna walivyotendewa kwa watu umma waliotangulia zamani, wa Nabii Allah Nuh na Hud ni Saleh, sawa? Lakini itakuwa ibra kwa mtu gani? Itakuwa mazingatio na mafunzo kwa watu gani? Liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid, kwa kila mwenye kuisawazisha masikizi zake na akayasikiza na kutaamali sana kwa hayo yanayoyasikia, kwa hayo aliyopata, ikatumbukia ikatulia tu moyoni mwake kabisa, ikamwathiri kabisa, akaimakinikia kisawasawa kimatendo. Walidhalika waqala ta'ala mubayyinan sababu akhdhi almuhlikin wa iqabihim, Mwenyezi Mungu akiwa anabainisha kwa sababu gani amewahilikisha, amewaangamiza umma waliotangulia kama umma ya Nuh na Hud na Saleh, kama nilivyozungumza. Mungu anatoa sababu hizo ndani ya Qur'ani katika sura Al-Ankabut. Tumezungumza mara nyingi hapo, lakini ni kama tunazungumzia as if you are talking to inanimate objects. It's very unfortunate. Lakini wajua ni kama ubao tu kati ya watu hao wote, mtu mmoja mbili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiangaza katika moyo wake, anafaidika na nufaika kwayo. That is it, not everyone benefits. Fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Mungu anamwambia mtume wake, hakika ukumbusho ambayo maamrisho za Mwenyezi Mungu kwa ujumla ni huwa yanufaisha na kuwafaidi wale wenye kuwa na imani ya kisawasawa juu ya Mwenyezi Mungu, juu ya mtume wake na juu ya siku ya kiyama. Imani ambayo imeandamana na matendo yanayokubalika mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika Mwenyezi Mungu anasema fakullan akhadna bidhanbihi, na kila mmoja wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema basi na kila mmoja wao tulimtesa kwa sababu ya dhambi zake. Fakullan, kila katika wale ambao wamefanya makosa wakati huo wakajitumbukiza kwenye madhambi bila kumstahi Mwenyezi Mungu, tulimkamata kwa dhambi zake mwenyewe. Kisha Mungu anafafanua zaidi, anasema nini? Faminhum man arsalna alayhi hasiban, Mwenyezi Mungu anasema hakika miongoni mwao wako tuliowapelekea kimbunga cha changarawe, kibunga cha changarawe. Mungu aliwanyiminia, Mungu aliwanyeshea, Mungu aliwakoga nacho. Kuna watu waliangamizwa kwa kibunga cha changarawe. Unajua kibunga cha changarawe? Tafuta kamusi teule ya karne ya 21 chapa ya mwaka 2018 ndio ujue kibunga cha changarawe kunaita nini. Nafahamu wengine waliangamizwa namna hiyo na Mwenyezi Mungu. Nafahamu wa minhum man akhadathu as-sayha, na Allah anasema na miongoni mwao kuna wale ambao tuwaletea roho kwa ukelele. Sayyidina Jibril alayhi salam akasimama baina samawati wal ardh, baina ardhi na bingu, akawatolea ukelele moja tu, wote wakaanguka mithili ya gogo na mitende, wakafa na mizoga zao zikafifia. Kibunga ni ukelele wa malaika. Nafahamu Kisha Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum man khasafna bihi al-ard, na miongoni mwa watu madhalimu kama wale Mwenyezi Mungu anasema tuliwadidimiza nalo ardhi. Qarun, kama Qaruni. Hapa nazungumziwa Qaruni katika suratul Qasas. Mungu amesema fakhasafna bihi al-ard wa bidari, sio fakhasafna bihi. Mwenyezi Mungu tulisema tulimzamisha yeye pamoja na dari lake. Fakhasafna bihi al-ard wa huyo ni Firauni, huyo ni Qaruni. Nafahamu Mungu anaanza kutuwekea wazi namna alivyowaadhibu na kwa kuwatesa na kuwaletea adhabu za namna mbalimbali katika nyakati hizo zilizopita. Nafahamu wa minhum man khasafna bihi al-ard,
miongoni mwao kuna wale ambao tuliodidimiza ardhi nayo. Mungu anasema hivi, miongoni mwao wako tuliowadidimiza ardhini, na miongoni mwao Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala katika hiyo sura, katika hiyo aya, man aghraqna, kuna wale ambao tuliwagharakisha. Nafahamu Kwa hivyo ndugu zangu, hizi zote ina maana kwamba, kwa hiyo yote inaonyesha ya kwamba Mungu anatupatia taarifa za watu waliopita, amewaangamiza, si ati aliwachukia, ili iwe ni mafunzo kwetu, watu wasirejelee kosa walilolifanya kiwango kwa kipindi ambacho kwamba uhai wao umesimama, na watu wafanye nini? Watubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, warejelee kwa kusahihisha njia zao. Tukiwa wakazi wa hapa, lazima tusimame pamoja na tuzuie maovu yanayoendelea yasituletee mateso na ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika ikhwatul iman, ni mengi tungezungumza, lidhiqi alwaqt, nyakati ndio hazituruhusu, lakini tutaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akitujalia insha Allah Ta'ala. Tutubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwe kitu kimoja katika kupinga kila maovu litakalo tusababishia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yahkumu ma yurid wa yaf'alu ma yasha, la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa as-sari'ul hisab. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru as-sabirin ala ma asabahum wallahu 'indahu husnul thawab. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. واشهد ان سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. امره الله بقوله قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المسلمين، إن المصائب لا تقع إلا بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذا إن المصائب بمثابة الإشارات والتنبيهات من الله تعالى لعباده المخالفين، وهي آيات للتخويف أيضا. قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لذا إخوة الإيمان يجب على العباد الرجوع والامتثال والاستقامة قبل فوات الأوان. يقول سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسبحان من أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته، وتوعد العصاة بدان نقمته وزوال نعمته. فسبحان من أورث الجنة من عباده من كان تقيا، وأعد النار لمن عساه وكان أولى بها صليا. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أيها المسلمون، ليس في الدنيا ولا في الآخرة شر ولا داء ولا بلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، وما عذبت أمة من الأمم إلا بذنوبها. ففي كل آية عبرة، وفي كل مثل من الأمم السابقة بلاغ وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى مبينا سبب أخذ المهلكين وإقابهم: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، إن الله أمركم أن تصلوا وتسلموا على حبيبه ورسوله، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وأنا معهم بإحسانك وبمنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر وأيد إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم وأيدهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك يا قهار يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.